Ilianza kwa milio ya makombora kati ya Israel, Marekani na Iran, lakini sasa athari zake zinaanza kusikika jikoni kwa mama anayepika nchini Tanzania. Mgogoro wa Mashariki ya Kati umeanza kugusa maisha ya kawaida kupitia kupanda kwa bei ya gesi ya majumbani. Kupanda kwa bei ya gesi duniani ndio chanzo kikuu cha ongezeko hilo. Wananchi sasa wanaiomba serikali kuangalia namna ya kupunguza makali ya maisha. Kupanda kwa gesi kumetuathiri sana sisi, kwa sababu asilimia kubwa tulikuwa tumesahau kuanza kutumia mkaa, lakini sasa hivi tumeingia kwenye gesi, lakini gesi ilipopanda tena sisi watumiaji wa chini tumeanza kuathirika kwa kiasi kikubwa sana. Ni biashara ambayo tuna mitaji midogo, tunabangaiza hivyo, pia gesi imepanda, kwa unajikuta unashindwa upataje matumizi ya kusema ukajaze na gesi, ukizingatia tulikuwa tunajaza gesi kwa shilingi 25,000, sasa hizi ni 28,000. Wafanyabiashara wa gesi pia wanaona kupanda huko kwa bei kutaathiri uchumi wa wafanyabiashara na uchumi wa nchi kwa ujumla. Imetuathiri sana kwa sababu gharama zinazidi kupanda, lakini sisi uuzaji wetu bado unabaki pale pale. Ukiangalia gharama za uendeshaji zinakuwa ni kubwa sana. Matokeo yake tunazidi kukosa mapato. Kwa hiyo mawazo yetu kwamba serikali kama ingefikiria jinsi ya kuweza kutusaidia angalau bei ya gesi isipande, angalau ikuteremshwe, kwa sababu kama serikali inapiga kelele kuhusu mkaa, gharama za kutengeneza mkaa na nini. Hasa matokeo yake kama gesi inapanda, watu watarudi kwenye mkaa tena. Sisi wafanyabiashara inatuathiri vikubwa, kwa sababu kama gesi itapanda bei, basi na vyakula itabidi vipande bei. Sasa kutokana na mabadiliko haya ya bei, aidha biashara inaweza ikawa juu au ikawa chini. Kwa hiyo tunaiomba serikali iweze kupunguza bei, kwa sababu serikali haihitaji tutumie mkaa, inahitaji tutumie nishati safi. Wakati kampuni nyingine zikiwa bado hazijatangaza kama nazo zitapandisha bei au la, swali linalobaki kwa Tanzania wengi ni kupanda kwa gharama ya gesi kutayumbisha kwa kiasi gani matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini Tanzania. Faraja Samo, Azam News. Sasa kuzungumza kuhusiana na hilo la kupanda kwa gharama ya gesi ya kupikia, nipo hapa na Mahfoudh Maulid, ni mtaalamu wa mafuta na gesi. Karibu sana. Asante sana. Kabisa, kupanda kwa gharama ya gesi ya kupikia, sababu kuu hasa ni ipi? Kwanza Watanzania na wananchi waweze kufahamu kwamba gesi ni moja ya nishati ambayo ni safi, ni salama na ni nafuu zaidi, hasa kwa matumizi ya nyumbani. Na tunaona kwamba gesi ni moja ya bidhaa katika bidhaa za mafuta. Majuzi tumeona bei za petroli na diesel kupanda, tumeona bei za mafuta ya taa juzi kupanda, na hali kadhalika LPG gesi na yenyewe inapanda, na pengine kesho kutwa tutasikia bei ya lami na yenyewe ikipanda, kwa sababu hao wote ni ndugu, wanazalishwa kutokana na sehemu moja. Kwa hiyo kupanda kwa moja vile vile wengine wanapanda, na hasa ni sababu kuu za mabadiliko ya bei za kimataifa, mabadiliko ya bei za usafirishaji, lakini hali kadhalika mabadiliko ya dola ambayo tunaitumia kuingiza hizo gesi hapa nchini, lakini pia vile vile mbinu mbalimbali za kiushindani hapa nchini kwa Tanzania. Mahfoudh, umetaja kuhusiana na kuagiza bidhaa hii kutoka nje, na Tanzania ni miongoni mwa mataifa ambayo yanaagiza kutoka nje. Sasa ipi inaweza kuwa mikakati ama hatua zipi zinaweza kusaidia Tanzania kushusha bei hii kwa wananchi? Kimsingi, kwanza ishu kubwa sio kwanza bei kupanda, hasa ni kwamba inapanda kwa staili gani. Kwanza tuone kwamba kwa upande wa Tanzania ni moja ya sehemu ambapo bei ya gesi imekuwa kidogo na nafuu sana kuliko maeneo mengine hapa Afrika. Tunaona kwa mfano bei zilizopanda leo wamepandisha takriban kama 10%, lakini kiukweli hasa inatakiwa ipande mpaka 48% mpaka 50%. Na mkakati mzuri wa serikali kwanza, kwa tafsiri kwamba hili ongezeko bado ni dogo na huenda likaongezeka kwa sababu ya uhalisia wa bei ya kimataifa ilivyopanda ni kubwa. Na ndio nataka kusema kwamba linadhibitika hili ili isiendelee kupanda. Ndicho nachotaka kusema kwamba kwa upande wa bei za gesi, EWURA au mdhibiti wa nishati hajaanza kuwadhibiti hawa wanaouza gesi. Hawa wanajidhibiti wao wenyewe au yani wanajidhibiti wao wenyewe. Na katika kujidhibiti kwenyewe wamesaidia kiasi kikubwa sana. Hatujaona bei
zikipanda kiholela mara kwa mara. Kwa mfano, mara ya mwisho bei za gesi kubadilika ilikuwa ni mwaka 2021, mwaka 2021, kipindi kile cha vita ya Urusi na Ukraine. Na kipindi kile bei zilipanda takriban kati ya 40% mpaka 60%. Lakini leo tunaona ndo kama hivyo imepanda takriban 10%, lakini pengine itaendelea kupanda huku na kule. Na wafanyabiashara wa gesi wamekuwa na ushindani mkubwa sana, na hii imesaidia sana kwa wananchi, hasa kuhusiana na masuala mazima ya bei, kuhusiana na upatikanaji wa bidhaa katika maeneo mbalimbali, lakini pia vile vile hizi mbinu za kibiashara au za kiushindani humsaidia sana mwananchi, ambao ndo mlengwa mkuu, hasa kumhamisha kutokana na nishati ambazo sio safi na salama, kumleta katika nishati mbadala ambayo ni LPG safi na salama na himilivu katika bei. Mpaka sasa tunazungumza bei ikiwa imepanda, na umezungumza kwamba pamoja na kuwa imepanda, lakini tunatarajia ipande zaidi, na ukizingatia serikali na mkakati, sera na kampeni ya kuhamasisha nishati safi ya kupikia, ni kwa namna gani hili linaweza kuathiri sera hii, mkakati huu wa serikali ambao unaendelea kuwa kipaumbele kwa sasa kwa nchi? Kwanza nichukue fursa hii kuishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kampeni nzuri sana ya kuhamasisha matumizi ya nishati mbadala, nishati ya gesi. Na hii kampeni imesaidia sana, hasa mambo makuu matatu. Kwanza, kumfikishia mwananchi wa kawaida gesi maeneo mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania. Pili, kumhamasisha huyu mwananchi asiendelee kutumia nishati ambazo sio safi na sio salama. Kwa mfano, nishati kama kutumia vikoroboi, mafuta ya taa na kadhalika, vinamsababishia mtu athari ya kiafya, na kitu ambacho kinasababisha sana maradhi ya mapafu, maradhi ya macho na kadhalika na kadhalika. Lakini kwa upande wa kuhamasisha sasa wananchi kutumia nishati mbadala, imesaidia sana katika kuhamia katika nishati hii ambayo ni nzuri. Sasa hichi ambacho serikali inafanya kitawezekana ukizingatia gharama ya nishati safi zinapaa kama hivyo? Ni kweli kabisa. Hii gesi inakuwa imported hapa nchini kwetu Tanzania kutoka nchi zinazozalisha mafuta, na kimsingi hasa ni kuendeleza hizi kampeni za kuhamasisha wawekezaji waendelee kuwepo, na uhamasishaji au uwekezaji katika LPG au katika gesi unahitaji gharama kubwa sana. Ni hela nyingi sana zinatumika, takriban dola milioni mpaka 100 na kitu, dola bilioni kwenda huko. Sasa wanapowekeza hawa kwa wingi, kwanza soko likiwa kubwa, hamasa ikiwepo na soko likawa kubwa, linawavuta sasa hawa wawekezaji. Tunaona kwa mfano kwa upande wa majirani zetu, nchi jirani hapa, uwekezaji umekuwa mkubwa sana wa LPG, kiasi kwamba bei ambazo zilikuwa kubwa sana upande wao zimeshuka. Hawa majirani kwa mfano upande wa Kenya walikuwa wakinunua sana gesi hapa nchini kwetu Tanzania, lakini kwa sasa hivi uwekezaji kwao umekuwa mkubwa sana na bei kwao kidogo imeshuka, na hawaji tena kununua huko kwetu nchini kwetu Tanzania. Sasa mimi nakushukuru sana kwa muda wako.